Na mtazamaji wa Faida Online TV, siku za hivi karibuni tulikuletea taarifa kutokea kwenye kijiji cha Mbuo kinachopatikana kwenye kata ya Ndumbwe, halmashauri ya wilaya ya Mtwara mkoani Mtwara, kuhusu maisha anayoishi mzee wetu, mzee Issa Lidea. Maisha magumu sana. Mzee analala chini kwenye mkeka mkuu uliochoka na analala kwenye kibanda kama cha kuku hivi. Mara baada ya kupata taarifa hiyo, tulivyoitoa watu wakaahidi kuchangia, lakini kuna mama yetu ambaye amejitokeza kutokea hapa manispaa Mtwara Mikindani na akachangia ama akatoa msaada wa godoro kwa mzee wetu huyu. Leo tumefika nyumbani kwake na kulichukua godoro hilo moja kwa moja kulileta hapa Mbuo kwa mzee Lidea. Tumetembea umbali wote huo na tumefika hatimaye na kuikuta serikali ya kijiji hiki cha Mbuo ikiwa tayari natusubiri katika eneo hili, na tumepokelewa na mwenyekiti wetu almaarufu Marian Nemba. Tumekutana naye hapa akiwa na viongozi wengine na tumeungana nao mwanzo mwisho kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tunakabidhi godoro hili, na pia tumepata nafasi ya kuzungumza na mwenyewe mzee Lidea akishukuru mara baada ya kuweza kupokea zawadi hiyo ya godoro. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Nikukaribishe kuungana nami kwa ajili ya kuweza kuangalia kile ambacho tumekuandalia. Issa bin Hassan Kitenge maarufu Lidea. Mzee, kuna watu wamejitokeza mara baada ya ile taarifa yetu ya kwanza ile. Kuna watu wameguswa, kuna mama yetu wameguswa, akaona atoe hili godoro. Ndio tumekuletea leo. Unajisikiaje? Nashukuru sana. Kwa wingi wa siku magodoro nayoona wanalia watu. Lakini kwa uwezo wa Mungu leo nashukuru kwamba nitaonja. Kulalia godoro kama tataka. Mwenyewe natoa shukrani kubwa. Wala sikudhania. Lakini hatimaye leo limekamilika. Mwenyezi Mungu akitaka kwa kweli nitakuwa na starehe hiyo. Na umati wengine wataona ajabu kuwa mimi nani. Na ukilinganisha na hapo mwanzo ulipokuwa unalala chini, ulikuwa unapitia maumivu gani mzee? Kuna mbavu kidogo. Mbavu. Kuna mbavu, pengine sisimizi wananishambulia. Nitakuwa ndani ya furaha kubwa. Nalala juu. Mvua kama inapiga kwa nguvu maji yanajaa mpaka huko. Kwa hiyo naitokea kwa chini. Kwa ulikuwa unakilala unaloa. Sawa. Tumesikia pia sasa hivi kwa sababu ni msimu wa maembe, chai yako, chakula cha mchana, jioni ni maembe. Msaada huo anataka mtu mwenyewe kunipa. Siwezi kumwambia nipe. Kwa majina naitwa Damian Emmanuel Silibani maarufu Marian Nemba. Mimi ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mbuo. Leo tuko hapa kwa ndugu yetu, mzee wetu Issa Lidea ambaye anaishi katika mazingira magumu. Tumekuja kuomba msaada kwenu wananchi na yeyote yule mwenye uwezo wa kutoa msaada dhidi ya mzee huyu. Mzee huyu anaishi katika mazingira magumu, hana pa kulala, maisha yake ni ya shida, chakula ni shida, nguo ni shida. Sisi kama serikali ya kijiji cha Mbuo tumeamua kutoa msaada mdogo na tumeanza kukusanya miti ambayo tutamjengea kibanda. Kibanda hicho kitakuwa na chumba na sebule. Na tunafikiria kwamba huenda inaweza zikatumika bati 20. Kwa hiyo yoyote atakayeguswa na jambo hili basi atoe msaada kwa kupitia namba ifuatayo: 0652 815 966. Jina litakalosomeka ni Damian Emmanuel Silibani. Unajisikiaje leo? Ningekuwa nacheza ngoma leo ilikuwa kucheza ngoma. Abdalla bin Yusuf Kanyame. Huyu mzee Lidea unaeje? Huyu Lidea ni rafiki yangu wa siku nyingi sana. Hem, tuambie maisha yake mzee Lidea yapoje? Maisha yake magumu sana. Kama hivi sasa hivi kudumu kwake embe tu. Tena anapenda tafuni na koko wenyewe. Hali ngumu. Msaada wake anategemea wapi hasa?
msaada wake kudakia tu hivyo hivyo watu wale basi. Ikiwa mimi nimeipata kitu nampa kwenye kibakuli au wenzangu wale wanampa kwenye kibakuli hivyo. Mpaka kufikia hapo mimi nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.